Kiutu si sahihi kwa mantiki ya Tina kutokana na hoja aliyoiweka mezani. Kusherehekea matatizo ya mtu sio sahihi. Ndio. Kuumizwa na changamoto anayokutana nayo mwanadamu mwenzio ndio kitu ambacho kinapaswa. Huo ni utashi, busara, hekima na ushirikiano ambao sisi tumetengenezwa nao. Lakini watu wengi huwa wanapenda kufanya mabaya kwa watu, which is sio sawa. Ila kuna ile issue ya what comes around goes around. Na mimi binafsi, mimi ni mtu wa visasi sana, lakini sio kwenye kusherehekea mtu anapokwama. Na visasi vingi kweli vingi, yani vingi nikimention hapa, vingi ni vibaya kuliko hata hicho cha mtu kupitia changamoto. Ile cha changamoto kinanishinda kwa sababu gani? Mimi nimeishi maisha ya changamoto kwa muda mrefu zaidi. Nadhani mara nyingi nimekuwa nikiongea. Unajua changamoto ni nini McDonald? Ni yule mtu ambaye facilities zipo, resources zipo, uwezo upo, nyumbani mpaka kwa jamii iliyomzunguka. Alafu yeye hajavishika. Watu wanakuambia tunakutengeneza wewe katika mazingira magumu ili ukija kuvishika usije kupata tabu, usiwe na kiwewe. Kwa mimi nimechelewa sana umesurubishwa. Yani makusudi yani kuto kuvishika yani. Kwa mimi nimekaa muda mrefu sina. Sio kama naeleweka. Kwa najua huo msoto. Sasa kuna mtu hana no mother no father. Na hata kama wangekuepo wao wenyewe wanasubiria yeye ndo alete, afu yeye mwenyewe hana, yani hakuahidi, yani sio promising. Hakuna dalili yoyote. Si mwaka huu, yani hata uje muhula, yani ule awamu ya 13 bado, yani uoni anapatia wapi kufikia mtu fulani. Haiwezekani. Hata kwa kuuza sana. Bro, hatuwezi kuishi kwa bahati. Hata kwenda kuvua kweli. Narudia tena, unajua unazungumzia jitihada. Jitihada unaweza kufanikiwa hata sekunde hii. Lakini kuna yule mtu ambaye hahitaji kutumia jitihada. Vitu viko vimetengenezwa, kila kitu kiko kwenye safe facilities. Umeelewa? Yani wewe si mtoto wa mama, juzi tu hapa Kinondoni kila kitu kone bado sehea. Unaona, wewe uko na chapo uende shule. Kuna mtu anataka kumwambia nenda shule. Beba maziwa umeacha.